hiyo haina haja ya kutoa maganda. Asante sana. General Conference kwa mwaka 2017 kuanzia mwaka 2012 tulipokuwa pale South Africa, niwakumbushe jambo hili kwamba kwenye ile resolution maamuzi ya General Conference wakasema sasa kwenye masuala ya afya hatutawaachia tena wanaafya. Zamani walikuwa wanasema jambo la afya tunawaachia nani? Wanaafya. Sasa hivi wamesema hapana. Sasa hivi tuangalie Biblia na roho ya nini? Ya unabii. Nashukuru sana kwa swali zuri kwamba sasa hii soya yumkini ukiiloweka inaweza ikawa tayari imefaa kuandaa zile product zetu ambazo zinaweza kutumika. Sasa kusema ni ndio au hapana, lakini ili uandae katika ubora wa bidhaa yako iwe nzuri, ni vizuri ukiondoa lile ganda. Kwa unaweza pia nikasema wewe mwandishi amejitahidi kufikia viwango vyake, lakini ukiliondoa ganda unaweza kutumia kwamba kwa bidhaa hizi zinazohusiana na soya inaweza ikafaa vizuri zaidi. Na pia katika hali ya kuliondoa ganda, hata kama hutakuwa umefikia kuyaondoa basi yote, lakini utafikia sehemu kubwa hata kama yamepenya kidogo, kupunguza labda yale madhara ambayo yangeweza kupatikana na kuliondoa lile ganda. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kukafanywa busara na kuandaa ile bidhaa ikawa nzuri zaidi. Lakini tukifikia kuliondoa ganda kabisa ni sawa. Japokuwa hata ukiandaa kama ulivyosema hivyo inaweza ikaleta ile bidhaa, lakini haitafikia kuwa kwenye viwango na ubora mzuri kama vile ambavyo unavyoweza kuondoa lile ganda. Naeleweka hapo vizuri jamani kwa hiyo tukijitahidi kufikia hapo itakuwa vizuri. Yakipita machache sio vibaya sana, lakini tukijitahidi kutengeneza bidhaa yetu hivyo ya maziwa, basi itakuwa ni nzuri na itapendeza katika meza zetu kwa kutia afya katika miili yetu. Haya, kuna kipengele nimekiacha hapo tena, nataka tuvuke kwenye maziwa niende kitu kingine. Tumekaa kwenye kona huku. Haya, nitajitahidi japokuwa naangalia kote kote. Hapo tuko pamoja watu wa Mungu. Dada nataka tena kuongezea pale jambo. Haya, hebu tuende kwanza kwa mama Arudi. Hebu nielezee utafiti wangu katika ziara chache nizungumzie hapo. Kwa nini najaribu kuzungumza hivyo? Hakuna mwandishi aliyetafiti soya wakafikia maafikiano katika meza moja kwamba soya ina sumu. Ndio maana unakuta waandishi wamekuwa wengi sana. Na hakuna bidhaa unaweza kuitengeneza ya soya ikakataa endapo hujaliondoa lile ganda. Lakini wanafikia tu kuonyesha kwamba ukiliondoa lile ganda bidhaa inakuwa bora zaidi na nzuri hata kwa ladha na testi, na ikafanyika kuwa nzuri. Na mimi katika uchunguzi wangu nilipoenda Malawi kwenye viwanda viwili vile, niliweza kuona kwamba lile ganda halina sumu, lakini linaondolewa kwa ajili ya kufanya bidhaa iwe nzuri, aidha kutoa yale mafuta yapate kwa urahisi, na pia kuiandaa ile soya ya nyama iweze kuchambuka isiwasumbue kuganda na yale mafuta. Kwa hiyo wanaondosha mafuta, wanabaki na ile kapilishe, wanalitengeneza kuwa kwenye product ya nyama ya soya, lakini inachanganywa na unga wa mahindi. Kwa hiyo still sio kwamba kuna sumu sana iliyobainika, ila wanaliondoa tu lile ganda kwa ajili ya urahisishaji wa kuandaa ile product iweze kuwa katika ubora wake na matumizi mazuri na rahisi. Na mimi mwenyewe nilikuwa ni mmoja wa kuandaa ikiwa na maganda. Tena walikuwa wananisumbua sana kwa sababu mnahangaika. Mbona tunatoa tu maziwa na nyama inatoka tena nzuri, lakini tukaona mwafaka mzuri bado tunaweza tukaujenga ni ule ukiondoa basi unaweza kutengeneza maziwa yakawa mazuri, cream matamu ya kupendeza na kuendeleza kutengeneza bidhaa zingine. Karibu. Wakati fulani nisema tunaweza kwa sababu sisi sio wanasayansi sana, hatujaingia katika utafiti sisi wenyewe, japokuwa kiukweli hilo jambo lipo na mimi nimesikia mara nyingi, na hata kuna mchungaji mmoja alipokuwa akifundisha hili jambo akatueleza kwamba hii soya inasemekana ina sumu. Nadhani hata Tanzania kuna kitu kilizuka cha kwamba soya ina nini? Ina sumu. Kweli inasemekana kwamba soya usipoiandaa vizuri kwa utaratibu unaofaa, ukafuata hizo kanuni, kuloweka kwa muda unaofaa, maandalizi yake ikiandaliwa vibaya inaenda kutengeneza kitu kingine mwilini. Kwa hiyo ndio maana hii process ya kuloweka na kutoa ganda na nukuu tulipokuwa tunafundisha na huyo mchungaji kwamba
tunaondoa ganda, tunashauri sana kuondoa ganda, kwa sababu unakuta huyu kazembea namna ya uandaji. Sasa unaona huyu hajafanya hiki, huyu hajafanya hiki, kwa hiyo inaweza ikapelekea ni afadhali mtu akatoa ganda ili kuepusha hayo yote. Asante. Nafikiri pameeleweka jamani. Somo letu liko pale kwamba tujitahidi tunavyoandaa vitu hivi vizuri, tukiweza kufikia kuliondoa ganda lile la soya, tunaweza tukaandaa pia product zetu zikawa nzuri zaidi. Nafikiri ndio hiyo lugha rahisi sana. Sawa jamani? Hiyo inaweza ikatusaidia na kuweka zao letu likawa zuri na likatupatia maziwa mazuri yanayoweza kufaa katika meza zetu. Pameeleweka vizuri? Na mtu anadukuduku hapo kwenye maziwa tu kwanza yale fresh dukuduku. Naam. Asante. Yule mama mmoja katika ushuhuda pale Makwale alikuwa akilima mazao yake, alikuwa anachagua kama yale ya mbegu yale makubwa makubwa kama ni maharage, akawa ndio anakula kwa ajili ya familia yake. Yale aliyokuwa madhaifu alikuwa anauza. Dada White anaeleza hapa kwamba mama achague vizuri. Hata harage likiwa lina kovu au lina tatizo, sio zuri kuliweka jikoni, au likiwa na ule ukijani kama lilikuwa na tatizo. Yale yanaleta madhara fulani katika mwili, magonjwa yumkini yanayofanana na aina ya saratani. Kwa hiyo sio vizuri. Soya ichaguliwe isiwe ile yenye ukijani au yenye kovu. Itafaa zaidi ile soya ambayo ni nzima na kamili, kama inavyotolewa sadaka isiyo na kilema. Tuko pamoja jamani eh? Ufafanuzi wa magonjwa kama tutarudi, ni kweli haifai soya yenye kovu au ile ya kijani ambayo inaweza ikawa na testi ya uchungu. Au kiazi mviringo tunajua kinapotaka kuwa kama mbegu, kinafikia kuwa kama kinataka kuota kinakuwa cha kijani eh. Ukikipika kinakuwa kichungu kile kinaenda kutengeneza sumu fulani. Sijui inaeleweka hapo Kwa hiyo hakipaswi kuliwa kikiwa vile, kinatoka kiliwe kiazi kikiwa vizuri. Kwa ndivyo ilivyo hata soya. Asante. Tunaweza tukavuka pamoja, maziwa yameeleweka vizuri. Soya imelowekwa, imesagwa, imechujwa, tumewekewa ratio nzuri. Sasa twende na ratio nzuri kwamba ukakijaa haka vizuri, weka vikombe 2.5 hivi. Tuko pamoja hapo kakijaa haka. Kwa hiyo wale wa blender watakuwa wanaangalia. Wakati wanaweka kwenye kublend labda iko hapa, basi atakuwa anaweka pale labda maji yanayofika hapa mara 1.5, alafu akisha kwa ametoa kule kama ataongeza maji hivyo. Au atablend moja kwa moja bila kuongeza baadaye maji, aweke basi hivi 2.5 au na robo, aisage, aimimine pale, ataenda tu kuchuja na kutengeneza maziwa yake akawa tayari kufaa mezani. Pako sawa jamani Siongee bila mkono. Sasa nasisitiza hapo kwamba vipimo ndio hivyo. Unakwenda na blender vizuri. Unaiweka pale, baadaye utaongeza maji. Kama utaongeza umetumia kipimo kama hicho 1.5, kimoja kilibaki, utayachuja, utaongezea kile kimoja katika ujazo wako ule, utachanganya tena vizuri, utachuja, alafu baadaye basi utaweza kuona umepata maziwa yako mazuri. Ndio maana dada akatuambia lita 1, ukasema kilo 1 inatoa lita ngapi? 3. Amechukua ratio inayofanana na hapa. Tuvuke kwenye maziwa. Sawa jamani? Sasa hayo ni maziwa. Kwa hiyo kesho tutayaona kwa njia ya vitendo, tutajaribu kuonyesha blender, tutaonyesha soya iliyowekwa, tutaangalia iliyotolewa ganda, ilivyotengenezwa na kila kitu. Pia tutaacha nyuma kujaribu ile yenye pia na maganda tukaisaga. Tuangalie kuna tofauti ya maziwa yake. Tofauti yake tutaikuta kule mbele kidogo, tutaiona yumkini aidha kwenye maziwa ya mgando au kwenye moja ya product ambazo tutakazoziona jinsi ya ubora wake, lakini tutayaangalia hayo na kujiridhisha sisi wenyewe. Maziwa ya soya fresh tumeishia hapa. Sijapata swali lingine. Mzee bado kwenye maziwa fresh. Asante. Maziwa au ni sababu nazi nayo kutengeneza kitu na maziwa. Inaanza kitu maziwa tui la nazi. Ni sababu ni kama
nafikiri hata maji ya mchele, kwa sababu mchele unatoa maziwa, na sasa tunapotaka kuosha mchele pia na wenyewe unatoa maji yenye maziwa, alafu yale maji ni tiba sana mzee. Sitafiwa kina mama tunaelewa vizuri moja ya mambo sio sana mseme inatibu nini, nitasema baadaye. Yale maziwa ni mazuri. Kwa sasa mzee anataka tuweke lugha sanifu kwamba sasa ili kuepusha kueleza maziwa yanayotokana na wanyama na haya maziwa yanayotokana na mimea, lakini mzee yote ni maziwa. Hizi ni lugha. Kwa hiyo kuna maziwa yanayotokana na mimea na kuna maziwa yanayotokana na wanyama. Kwa sababu utaambiwa mazao yanayotoa maziwa, utayakuta mahindi, utakuta mchele, utakuta pia soya na mengineyo. Okay, ni lugha, lakini tukiipata baadaye lugha safi tunaweza pia tukaiboresha. Lakini sasa hivi tuende, kwa sababu inaonekana kama maziwa kabisa, hebu tuite maziwa ya soya. Alafu tutaweza kutengeneza lugha baadaye. Kwa sababu inafanana na maziwa kabisa, tuiite hivyo maziwa ya soya. Tunavuka sasa hapo Haya. Malighafi ya pili ni bidhaa ya pili sasa. Baada ya bidhaa ya maziwa ya soya fresh, tunakuja bidhaa ya pili. Ni bidhaa ya tofu. Kwenye mabano weka nyama. Hapo tumeshaisaisha mzee hiyo lugha. Hapo hatuiti nyama ya soya, tunaita tofu. Tofu ni Kiswahili sanifu. Desembosi, tupo kwenye tofu. Maziwa yakishakuwa fresh yanatoa bidhaa zinaendelea. Sasa yale maziwa yanakwenda kufanyika kuwa tofu ya soya. Kwenye mabano, ili uweze kuielewa, andika nyama ya soya, lakini tunasema tofu ya soya, Kiswahili cha ulimwengu mzima. Hata ukiandika kwenye simu yako pale kwenye YouTube, huwezi kuandika nyama ya soya, ila utaandika tofu ya soya, itakuletea. Nafikiri wale walio Google wameona hivyo. Tofu ya soya. China, Japani. Tofu kabisa ni Kiswahili. T-O-F-U. Kiswahili hivyo kimetumika Japani, China, Uingereza na maeneo yote duniani. Inaitwa tofu ya soya. Simu yangu hivyo hapa, nita Google au mwenye nayo hapa aendelee ku-Google, ataniambia tofu ya soya, alafu ataiona pale. Kwa hiyo inaitwa tofu ya soya. Lakini ili mtu aweze kuelewa hiyo notes yako, andika nyama ya soya. Nafikiri hicho Kiswahili kitaeleweka Chukua maziwa yako yale yaliyochemka vizuri, yalishafanyika kuwa maziwa. Unaenda kutengeneza tofu ya soya au nyama ya soya. Yale maziwa yako wakati yalishakuwa yamepumua kidogo pale, yani umeshayatoa labda kwenye jiko pale, kwenye sufuria yako umeyatoa jikoni, yalishachemka vizuri. Sasa unakwenda kutengeneza aina ya tofu au nyama yako ya soya. Sasa unachukua malighafi tatu. Malighafi tatu za kuweza kupata tofu ya soya, ambazo hizi zinaitwa citrus tatu tofauti. Mmojawapo kati ya citrus hizi unaweza kuitumia na kutengeneza tofu ya soya. Citrus ya kwanza, unachukua juisi ya limao halisi linalotoka kwenye mti. Unakamua maji yako ya limao mazuri ya kutosha pale kulingana na saizi ya maziwa uliyoyaandaa. Unakuwa umeshayatayarisha, umeyakamua pale yale maji ya limao. Hiyo ni citrus aina ya mojawapo. Au unachukua ndimu kabisa ya kutoka kwenye mti, kale kandimu kanakuwa soft vizuri nje. Unakamua, unapata citrus ya aina nyingine ya ndimu. Ukapata juisi yake nzuri ukaiweka pale. Au ukachukua kemikali iitwayo citric acid. Kali yako iko nyingi, ule mfuko ni shilingi 70,000. Sijui mnaita ndimu ya unga, sio ndimu ya unga. Inaitwa citric acid. Jina lake sahihi. Ile ni kemikali wala haitokani na ndimu. Kwa hiyo sasa ile citric acid au ndimu au limao, unaweza ukatumia mojawapo ya malighafi tata hizi kupata tofu ya soya au kutengeneza ile nyama yako ya soya. Maziwa yako umeyaweka chini. Sasa una moja ya malighafi tata kama hizi. Wakati unazimimina polepole, aidha ni ule unga wa citric acid, huku unakoroga, yanaendelea kukatika mpaka unamaliza kipimo ulichokikadiria, au yale maji unamiminia vizuri pale. Unaweza ukatumia aidha chujio ili yamiminike kwa mchanjao mzuri, inapendeza zaidi. Huku unakoroga polepole, aidha ya ndimu au ya limao.
Umemaliza huku ukiwa unakoroga vizuri na ulipokuwa unaweka zile malighafi zako tata kutengeneza tofu ya soya au nyama. Sasa tayari utakuta yale maziwa yamefikia viwango kama wanasema yamekatika, lakini tunasema Kiswahili sanifu yamejitenganisha na yale maji uliokuwa ukitumia kuandaa maziwa, na imebaki malighafi ya soya stahiki, ile ambayo inaenda kutengeneza tofu au nyama. Sasa imejitenga, maji utayachuja na utapata ile malighafi ya soya kwa kutumia kitambaa kizuri cheupe. Kwa nini tunatumia cheupe? Colorless, kitambaa ambacho hakina rangi, kuepusha kunywa sumu za rangi mbalimbali. Kutumia cha blue, cheusi na nini, unaweza kusababisha sumu zingine za rangi ya kitambaa. Kwa hiyo tunashauriwa kitambaa cheupe kizuri cha pamba, hicho kinaweza kikafaa zaidi. Kwa hiyo ndio kitambaa pekee kinachoweza kutengeneza maziwa au bidhaa zingine zote zinazohusiana na soya. Kwa hiyo sasa wakati umeshakoroga ukayatenganisha, maji yamekaa kwake, sehemu ya soya sasa imebaki kama soya. Umeshaichuja kwenye kitambaa chako kizuri. Unaweza ukakiviringisha kile kitambaa kwa kukikunja mara kadhaa unavyoweza kukikunja, unavyoweza kuona. Ukachukua meza nzuri au sakafu nzuri au mahali popote ulipopasafisha, labda ni jiwe zuri lilokaa flat, ukaweka kile kikando chako kizuri pale kilichotenganishwa maji na imebaki soya juu yake na kitambaa chake kimeviringisha ndani vizuri. Juu yake unakuwa umeandaa jiwe zuri au chuma kizito au ligogo la nguvu liloliandaa kwa likata kwa chainsaw au na msumeno likawa zuri kwa ajili ya kuandalia malighafi hiyo, au kitu kingine kizito unakandamiza juu kwa ajili ya kuhakikisha maji yote yanaondoka katika ile malighafi ya soya kwa muda kidogo, kuepusha nyama isije kawa ngumu sana. Ile tofu, ila nyama ili tuweze kuelewa, usikandamize kwa muda mrefu. Likikauka sana litatengeneza nyama magumu sana. Ili iwe soft laini kama hini utajua wewe, lakini ukitaka ngumu sana utakandamiza kwa muda mrefu. Ukitaka iwe size ya kati utakandamiza kwa kiwango fulani. Ukitaka iwe tepe zaidi, kuna kitu kingine bado tunatengeneza, utakandamiza kidogo tu, au utakunja kitambaa vizuri, utakamua, au utachukua ikiwa vile rojo utaenda kulitengeneza kitu kingine. Lakini nipo kwenye tofu ambayo ni laini na ya size ya kati, unakandamiza kwa muda kidogo, maji yameondoka, yamekamilika vizuri, unaichukua tayari tofu yako kwa kutayarishwa kwa ajili ya mapishi mbalimbali. Pale tofu imekamilika, ukiweka mezani hapo, tutaiona hiyo siku ya kesho. Tuombe Mungu atujalie uhai na afya njema. Unaanza kuikata katika vipande sahihi unavyoweza kuvihitaji. Mwingine anasema mimi nitaandaa kifaa, nitakuwa nakata vitakuwa vya duara. Unaandaa kifaa kale kaduara kakukatia kale, kaiza kamti au kachuma, utakuwa unakandamiza, unakatia tu pap pap pap, vinatoka vipande size unazozitaka. Sijui naeleweka Au unaweza ukaandaa kifaa kako ka pembe 4 au ka pembe 3 au sijui kadini, basi ndio unakatia lile tofu lako. Sasa likiwa kubwa unalisize katikati. Aina unaweza kukata mara moja au mara mbili kulingana na ujazo jinsi lilivyo. Ili kupata wastani mzuri unene, unayaweka pale, basi ndio unayakata kwa viwango hivyo. Sio kata manene sana, ya wastani. Kwa hiyo unaweza kukata kama aina 2 za chapati au 3 zitatoka kwenye lile tofu, unaweza kukatia kitu cha namna hiyo. Au kisu ukasize vipande kwenye pembe unazozitaka wewe kulingana na pishi lako, ili meza yako pale uiboreshe na kutengeneza aina. Unaweza kukata pembe 3 kama sambusa au 4 au ukakata sijui kashata. Namna hizo ni za kukata, tutaziangalia ni wewe mwenyewe, lakini unakuwa na vifaa muhimu na maalum vya kukatia au kisu cha kawaida. Na unakatia mezani mahali pazuri, pasiwe pa chuma au kwenye sinia linaloweza kuchubuka. Sehemu ya mti ni salama zaidi. Kwa hiyo pale unakatakata tayari. Unaweza ukachukua vile vipande ukaviunga moja kwa moja, ukawa na nyanya kidogo na nazi yako kidogo, ukawa na kitunguu pale na mafuta kidogo kwa kuivishia labda kile kitunguu, lakini nazi ni nzuri zaidi. Ila pia tunapotumia mafuta, basi mafuta, kitunguu, nyanya, ukatengeneza mchuzi wa ile tofu ya soya au nyama kwa njia tu ya pale, hujaweka kitu chochote. Ile ikiwa tu nyeupe, unaweza ukatengeneza hivyo na ikafaa mezani. Ukiichukua ile kwenye saizi ya vipande, ukachemsha mafuta vizuri mapya, sio yaliyorudiwa yenye sumu, mafuta mapya yakachemka vizuri, yale yanafaa bado kutumika kwa afya. Unaokea ile soya yako uliyokata kwenye vipande vyako, ile tofu ikatoka pale imeshaokwa. Ikishakuwa imeokwa, inaweza ikapelekwa mezani kama kitu kilicho nyama sijui iliyochomwa au iliyokaangwa, sijui niseme hivyo, ikaliwa tayari na chakula, inafaa. Au pia ukaichukua ukaenda kuirosti kama vile ukawa na nazi na
viungo vingine sawa, ikaenda pale kama ya mchuzi. Kwa hiyo unaweza kuweka ya mchuzi kidogo, na unaweza kuweka pale iliyo kaangwa tu mezani, ikapendeza tayari kwa kuliwa, ile tofu ya soya au nyama ya soya na viungo mbalimbali ukaweka kwa ajili ya kuiboresha, lakini visizidi sana kama tulivyokumbushwa na mjumbe wa Mungu. Kwa hiyo tofu ya soya inaweza ikapatikana katika njia hiyo ya kutoka hatua ya maziwa mpaka kufikia malighafi tata na kuitenganisha na maji na kuipata tayari bidhaa ya tofu ya soya au nyama ifaye kwenda katika meza zetu. Ili iweze kudumu zaidi ni ile iliyokaangwa pale, inaweza ikadumu kwa muda wa siku 1 mpaka siku 7 ukiwa kwenye kifaa kizuri chenye joto la kadri au baridi nzuri zaidi. Inaweza ikafanya ikae zaidi kuliko sehemu ya joto. Na ile ambayo haijafikia kukaangwa haiwezi kudumu kwa muda mrefu sana, lakini ukiwa na friji au freezer, kitunzio kinaweza pia kikajitahidi. Kwa hiyo ni sehemu ya kutunza. Inaweza ikakaa na ukaendelea kuchukua kidogo kidogo kwenye ile kopo lako, unatoa pale, unaiweka mezani, unaipasha, ikatumika katika mazingira ya kupika kila siku nyama ya soya au tofu ya soya. Bwana asifiwe sana. Nipate swali kidogo kwenye tofu ya soya kama ipo. Hiyo ndio tofu ya soya, inaweza ikafikiwa kwa kutumia malighafi tata hizo na kuipata moja ya bidhaa ya soya. Nyingine ya pili ni aina ya tofu ya soya. Imeeleweka vizuri? Dada Faraja, nataka kuongezea. Karibu. Ninaongezea kwa maisha ya sasa hivi ambayo unaweza kuchukua kile kibao cha kusukumia chapati, unaweka pale kama tulivyoelekezwa, unachukua dumu lako la maji, unagandamiza juu na mfuniko ili kuokoa kwamba nikapate wapi vifaa wakati sina. Najua wengi hapa tuna vibao vya kusukumia chapati. Kwa hiyo unaweza kutumia. Swali langu ni kwamba kwenye upande wa nyama za soya tunazotengeneza huwa tunatumia soya sauce. Lakini tena napata mashaka kwamba ile soya sauce wanatengenezea nini? Maana wengine wanasema ni mafuta ya soya, lakini sijapata mwafaka kabisa kwenye utafiti. Asante sana kwa nyongeza nzuri. Kulikuwa na mwingine kabla sija. Nashukuru kwa nyongeza jamani, amesema ile kukandamiza, kuepusha. Ukiwa na dumu lile la maji, ukilijaza, ukaweka kitu chako kwenye sehemu ya flat, ametumia kibao cha kusukumia chapati. Basi weka lile dumu juu kwa kulisimamisha au kwa kulilaza, alafu litatoa maji vizuri lile litofu, baadaye utalitengeneza vizuri. Asante kwa nyongeza, kwa kutafuta mawe sijui wapi sijui manini, nafikiri madumu yanaweza kwa wapi. Asante sana. Kulikuwa na mwingine? Ameeleweka vizuri sasa eh? Mimi swali langu, inawezekana tukawa mtoto ili tujengeke. Inawezekana tukawa wengine tunakosea labda tunatengeneza lakini hatuelewi tunatengenezaje. Nataka kufahamu kwenye kutia ile malighafi tata, nini citric, limao, ndimu na nini. Tunatia wakati lile tui ile maziwa yako jikoni, au tunatia wakati tumeshusha? Hapo ndo nipate kidogo. Mama Dorcas, tuambie wewe unafanyaje? Haujatengeneza bado hii bidhaa? Kama umeshaitengeneza. Huwa natengeneza, lakini tukifikia hapo ni kwamba Sasa ulikokuwa tunatengeneza ili tujibu vizuri swali. Ulikuwa unaweka pale jikoni. Wakati inachemka pale. Mmoja pale jikoni, mwingine wote tunaweka jikoni. Dada pale wewe unawekaje? Vizuri kupata ujuzi. mimi na mapishi naweza nikaipua ikapoa alafu naweka. Mara nyingine naweza nikaipua tu kama na haraka natia hapo na. Asante sana. Kwa dada anasema yote na yote yanawezekana, ila muongeza namba ya kupoa. Mama Rudi, wewe unaipua. Nafikiri tumeshapata kutoka kwa wapishi eh. Kwa basi hebu tutumie msala iliyoweza kueleweka vizuri, inaweza ikatufaa zaidi. Lakini sasa ni weird kidogo. Kulikuwa na kapengele kadogo nimekasahau pale. Najua tunakapenda pale. Mzee, dada White anaandika mahali anasema nimekuwa nikitumia chumvi kwa sababu ya ladha. Chumvi kwenye ile nyama unaweka wakati ule unapokuwa umeshaikata ile malighafi, yani umeshaikata ile malighafi tata. Sasa sijui ndio iko pale. Sasa unapotaka kuiweka kwenye kitambaa ili uichuje, sasa ilishakatika kule, ili uchuje ile maji kutenganisha, unaweka pale chumvi. Sasa
Unakuwa unakorogea wakati sasa imesha katika, imepata vizuri ladha ya chumvi, unaweka kukamua pale kuchuja na kuendelea na process hiyo. Chumvi ili changanyike vizuri. Kitu unaweka wote hivyo au chumvi tunawekea wapi? Ndio hiyo hiyo. Wakati ile malighafi tata si unaweka ili iwe inakatika pale. Ikisha katika kabla hujachuja yale maji ambayo yameshapatikana na ile soya inaanza kukatika iko pale. Unaweka na chumvi pale ili ikolee vizuri kiasi fulani. Ndipo unaenda kuichuja, kuitenganisha hapo kaikandamiza. Chumvi inawekwa kwenye stage ile au hatua ile. Kwa tunaweka hivyo hivyo. Marundo unaweka wakati gani? Unaona tukiweka mle na nitatumia chumvi. Sababu maji mengi ambayo nitamwaga. Kwa hiyo tunachokifanya mimina, kisha mimina. Kuna maji fulani yanashuka kwanza. Alafu linabaki lile ndio zito. Ndio nanyunyiza chumvi. Nafunga vizuri. Nishafunga vizuri ndio. Umesikia jamani, ili kubalance uchumi ukishapunguza yale maji mengi sana yale, limebaki lile kwenye kitambaa limekuwa zito. Pale weka chumvi, koroga kidogo vizuri iingie kote, tufunge, tuweke pale. Asante. Nafikiri pameeleweka hapo sasa. Ili kutumia chumvi kiwango kidogo tuzidi kutumia nyingi. Dada Faraja. Asante. Yeye haweki chumvi, anaweka soya sauce. Jamani, hebu nirudi tu kujibu kitu hicho kwa uzuri na ubora. Soya sauce ile ambayo iko dukani, kuna ile ya Simba au tunasemaje? Inatoka Warabuni kwa majumuisho labda tuseme hivi. Ina grade zake, kuna vichupa vidogo na vingine vingine tunapishana. Siwezi kuzungumzia sana. Uchunguzi wangu binafsi imekuwa ikiwekwa kwenye mapishi ya wale wanaotumia nyama ya wanyama. Kazi yake ni kulainisha ile nyama ya wanyama iwe laini. Sijui kama naeleweka Ndipo imekuwa ikitumika soya sauce. Wenzangu nyinyi mmefanya tafiti, wenzetu wanaweka kwenye nini? Kwenye nyama ya wanyama ili iwe laini. Ndio hivyo Au hamtujui? Mimi najua wanachelewa kwenye nyama nyingine. Soya sauce kwa nini unafikiri inawekwa kwenye nini? Hebu niwaambie. Huko duniani wanaweka kwenye yaani sisi tunaweka kwenye soya. Kule wanaweka kwenye nini? Vinega iache kidogo. Wanatia kwenye nyama, lakini kwa kuroast wanatia vinega ilainishe, afu wanatia ile kuweka taste, kuweka kama ladha. Ili inaweka tu ladha lakini vinega ndio wanatia kwa ajili ya kulainisha. Kwa ajili ya kulainisha Ndio ile imeandikwa Simba vinega. Haya, baki kile kitu kwa vinega. Sasa tuache hapo. Kwa hiyo soya sauce nafikiri sasa wapishi wengi wamesema wao wanaweka kwa ajili ya kutafuta ladha. Lakini dada anasema hii soya sauce inatengenezwa kutokana na nini? Na pale juu hawajaandika ingredients, yani kwamba imetengenezwa na hiki na hiki. Si ndivyo watu wa Mungu Kwa kweli hata mimi siwezi kusema hapo kwamba imetengenezwa na nini. Ila tu katika tafiti za karibuni inaonyesha pia sio nzuri sana. Ni moja ya vitu ambavyo vinakuwa viongeza ladha kwenye vyakula visivyokuwa na sababu. Kama vile tukisema food color. Sijui tunaelewa rangi za chakula. Sijui na zenyewe nimefanya tafiti zinatengenezwa kutokana na nini? Haziwekwi gradients. Hivi vitu ni vitu artificial. Yaani watu wamekusudia, au sasa hivi unga wa chapati wa Azam wanasema umeongezwa virutubisho. Sijui mmesikia hicho kitu Na umekuwa ukitumika sana. Virutubisho gani? Siwezi kuzungumzia, tutazungumzia baadaye kidogo kwenye kile ninachokielewa juu ya haya maziwa ya Nido. Nafikiri anaeleweka vizuri Nitazungumzia kwenye kipengele hicho na hivyo vitu vinavyoongezwa. Kwa hiyo hivi vitu vya vitia ladha vinavyotengenezwa leo na wanadamu vilivyo vingi hawaviekei hata kama vimetokana na nini, sio salama sana. Lakini sisi tunashauriwa tutumie chakula cha asili. Kwenye somo letu la ukurasa 25 tutaliona pia linaturejesha wapi. Edeni na katika mazingira ambayo tutakayokuwa mbinguni. Kwa nafikiri hilo tutakuja kuliangalia kwa undani na kwa umakini, lakini tutalifikia hitimisho. Kwa hiyo naweza kusema wanaweza kuitumia kwa ajili ya ladha, sio mbaya, lakini wajitahidi kupunguza. Kwa wale ambao hawaitumii wanaweza pia wakawa salama zaidi, kwa sababu kile kitu hatukijui. Pia kwenye waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi anasema mwanadamu yeyote anayekula kitu chochote kwa shaka, hicho kwake kitakuwa ni nini? Ni dhambi, si ndio hivyo Sasa kama sijui soya sauce, nipo kwenye mashaka, ninapoitumia ninafanya nini? Dhambi.
sura ya 14 fungu la 20 na kuendelea mpaka 21. Tuko pamoja hapo Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Kwa hiyo sisi tunashauriwa na dada White na Mungu kwamba ni vizuri kitu tunachokijua hiki ni hindi, nimekula hindi. Hata ukisikia tatizo, unajua kabisa nimekula mahindi. Kwa nini tumbo langu linauma? Lakini kama kuna kitu ulikula ambacho hukuwa unakijua, unaanza kufika mahali sababu ya kile, kumbe ile shaka inakuletea ugonjwa, lakini sio labda hata tatizo ni kile, lakini ni yale mashaka. Kwa hiyo tujaribu kujiridhisha kwamba kila tunachokitumia tuwe tumekijua kabisa hiki ni nini, hiki ni nini, hiki ni nini, hiki ni nini. Leo hoteli nyingi zinazopika chapati nyingi zilizo nzuri zinatumia mafuta ya samli. Tumewahi kuona hicho kitu? Samli, wakisha kanda chapati wanapaka samli juu. Wanaikunja chapati, wanaikunja huku, wanaikunja na huku, wanaunganisha, wanafunga kwa juu, kikando cha huku na cha huku. Wanaisukuma, wanaweka samli tena. Wanakuja kuipika, ile chapati inakuwa too much soft na laini nzuri, inakatika, inachambuka. Ni samli, lakini sisi hatutumii samli. Kuna video hapa nitawaonyesha chapati inayochambuka vizuri ni kutumia mafuta ya samli. Wasukuma wanatoa sana haya mafuta. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kutumia vitu ambavyo hasa tunavijua na tuna imani navyo na viwe vya asili kwa mapishi mazuri na rahisi, lakini yenye kutia afya miili yetu. Nafikiri tuko pamoja jamani hapa. Kwa hiyo nafikiri basi kama dada ulivyosema madhara ya chumvi kweli yameelezwa, lakini tunaomba tutumie kidogo kwa ajili ya afya. Hata dada White sababu tutakuja kuona huko kwenye chumvi inahitajika kutumia kwa ajili ya ladha. Baadaye nikaona kwamba hiki kitu inawezekana kikawa sio salama. Kabisa tunaposhauriwa katika mambo ya afya. Mimi kwa kweli sijanunua muda mrefu bila sina sasa uhakika kwamba je ni kibaya, ila tu katika mawazo yangu kikawa kimenitoka kabisa. Sitaki hata kukitumia. Sasa kwa sababu zimetokea njia zingine rahisi hapo basi nazitumia. Lakini mimi kwa kweli hivi vitu wanavyotuwekea kwenye makopo hivi, mimi kwa kweli naona sio vizuri, kwa sababu sasa hivi shetani amebuni vitu vingi vya hasa kuwanasa hata watu wa Mungu. Kwa sababu ukiangalia hizi ladha zimetengenezwa ladha za kila aina. Yaani ukitaka matunda ya kila aina ladha yake. Unaenda sokoni, unanunua ladha, basi unachanganya na maji, unakunywa. Unaambiwa ni ladha ya chungwa, lakini je, umekula chungwa hapo? Si kweli. Unataka apple. Na wameandika kabisa likibao hivi, tunauza ladha. Sasa ukifika pale utauliza unataka ladha gani? Sasa na soya sauce nikaiweka kwenye makundi hayo kwamba hii inaweka ladha. Ladha gani? Ladha ya nyama. Ila ni mawazo yangu. Nashukuru leo darasa limekuwa zuri la watengenezaji wakomavu wanaotaka kujenga matengenezo iende salama. Jamani, ndio hivyo. Kitu hicho hatukijui sana, lakini tukiweke hapo kwa sababu kitu ambacho tujakijua ni vizuri kukiacha mpaka tukijue. Hiyo ndio lugha nzuri. Kitu tusichokijua sisi hatuwezi kufanya nini? Kukitumia. Lakini jiridhishe vizuri, tuangalie. Na kama mimi nilivyo hapa ule mfano kidogo kwamba nilivyoenda ile safari ya Malawi, nilijaribu kuchunguza sana ile nyama ya soya mnatengenezaje. Baadaye kwenye kile kitu kinaitwa spices nikauliza, nikakuta kumbe wamesaga nyama ya wanyama na ndio wanaweka ule unga unakuwa ndani ya zile paketi, ndio tunatengeneza, unakuwa na mchuzi mzuri, tunaita nyama ya soya. Moja ya kiwanda kile cha kinachotengeneza kinaitwa soya, imeandikwa juu Seiba, ndio chenyewe kidogo nilikuwa na asilimia kama 62 za kuona tunaweza tukatumia. Wao wamejaribu kutumia malighafi aina ya vitunguu na nini na kusaga, lakini sikufikia mwisho kwa sababu kuna mahali waliniweka kwenye kona au kutaka kunipeleka. Wengine walinipeleka kote. Wanavyotoa mafuta, wanavyoandaa kula, wanavyochanganya na mahindi, wanavyoweka na ile nyama iliyosagwa ikatengenezwa vizuri, ikatengenezwa ule unga ukawekwa mle. Nikaona kitu kile kiwanda kingine hiki hatuwezi kula. Tena kula kipindi kabisa walikuwa wameandika pale juu pale. Si umeona ilikuwa imeandikwa kabisa pale juu kwamba ni mnofu wa nyama ya ng'ombe. Wamesaga. Walikuwa wameandika kabisa. Baadaye waliposhtuka tu wakawa wanaondoa zile lugha za nyama, lakini wanaweka vile vile zile nyama zilizosagwa. Kwa hiyo naweza kusema hiki kiwanda tunachoendelea kutumia tuendelee kutumia kwa sababu sikufikisha research yangu mwisho.
ila niliona wao kidogo, yule Mhindi, ni Mhindi wa Mwanza tena Mtanzania tu yupo kule, alijitahidi kunipata, lakini kuna kona moja niliyotaka kufikia hitimisho hakuniingiza. Kwa hiyo nilirudi tu najibu kwamba tunaweza kutumia hii sijahitimisha, lakini tu niseme kitu tusichokijua ni vizuri kukiacha. Tukifikia tumekijua ni vizuri tukakitumia. Hiyo mimi ni lugha yangu kama waelezeaji wengine waliposema, kwa ajili ya usalama wa matengenezo ya afya kwa watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Nani hajaelewa somo la tofu ya soya au nyama ya soya? Imeeleweka vizuri namna ya kuiandaa eh? Mnajua tutakachokifanya kwenye hili darasa? Kila mtu nitampa kiwango kidogo cha soya, akalete maziwa yake na ile nyama. Uwe tayari, ambapo hujaelewa, uwe baba au mama uliyeketi hapa, utapewa malighafi hiyo au zao, uende ukatuletee hayo maziwa hapa, ili tuondoke hapa nijue mpaka aliyekuwepo mtoto wa mwisho amejua kuiandaa maziwa, amejua kuiandaa nyama, anaweza akawa mwalimu na mkufunzi mzuri kuwasaidia watu wengi wakatokana na uhanga wa magonjwa mengi yanayoondolewa kwa njia ya soya na mazoezi. Tumevuka hapo kwenye nyama eh? Hakuna swali sijaona, nyongeza zote zimekwisha kabisa. Sasa fungua pale ile jarida lako tusome kidogo. Tuko kwenye wakati wa sasa. Wanaume na wanawake, ukurasa wa 26. Naendelea hapo, nimetaja malighafi bidhaa mbili. Tumetaja bidhaa mbili, sawa jamani eh? Maziwa fresh na tofu ya soya au nyama. Lakini tutajifunza bidhaa 10, bado 8. Ukurasa wa 26, wanaume na wanawake wajifunze kupika. Tunaongezea wanaume na wanawake wajifunze kufanya nini? Jamani, sasa wanaume tuko hapa, tusije tukaachwa mbali tukasema ni wakina mama na watoto wa kike. Nataka kuongeza baada ya point hapo, ili baadaye nikiwagawia ile soya msije mkaniambia sisi tumevaa tusimamie. Tusomee pale yale maelezo mmoja wapo. Wanaume na wanawake wajifunze kupika. Anasema ni vizuri kwa wote wanaume na wanawake kujifunza sanaa ya kupika na uandaaji wa chakula ili kudumisha afya njema ya kila familia. Wanaume wakati mwingine wanafikiri kuwa kupika ni kazi ya mwanamke, labda wakati wa zamani ambapo kwa kuwasaidia wanaume walipika kwa ajili ya familia zao. Lakini kwa sasa duniani kote, hoteli na migahawa kwa kawaida vina mpishi mkuu wa kiume, na kupika kuwaelimisha vijana wa kiume katika sanaa ya kupika kunahitajika sasa kuliko wakati uliotangulia. Kalamu iliyovuviwa iliandika kwamba na wasihi wanaume na wanawake ambao Mungu amewapa akili, jifunze kupika. Sikosei pale ninaposema wanaume, kwa kuwa wanawake vile vile wanahitaji kuelewa uandaaji wa chakula ulio rahisi na wa afya. Shughuli zao mara zinawaweka ambapo hawawezi kupata chakula kilichokobolewa. Wanaweza kuombwa kuishi siku kadhaa kwenye familia ambazo hazina ujuzi kabisa katika suala hili. Ndipo kama wana ujuzi wanaweza kuhudumia kwa kusudi jema. Ukurasa wa 25, paragrafu ya pili, kwamba wanaume wanahusika kwenye kupika. Mfano umetolewa, nenda kwenye hoteli, mpishi mkuu ni wa kiume, na kwenye migahawa mbalimbali. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo hapo akina baba tumealikwa kuingia katika upishi mmoja kwa moja. Kumbuka, wewe ukiingia jikoni kule, mama anakuruhusu, anakwambia tulia tu baba, mtaleta huko mezani. Tunaenda pamoja. Bwana asifiwe sana. Amen. Baba Dorika anasema sisi tunaenda pamoja. Mzee, wewe ukiingia jikoni mama anaweza akakwambia hapo. Haina shida kabisa. Unaona? Wewe ule kuja peke yako. Kwa sababu unataka kuingia, Ndio anakwenda kama tembea.
Na wewe unapenda zaidi ya kurudi jikoni. Asante sana. Mzee Bosi tutamuuliza mzee sana. Huyo ndo kabisa. Huyo ndio kabisa, ndio maana mimi sitaka kumuuliza.